السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Asl Aziz anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jalsa salana ya Canada ilifanyika wiki iliyopita, na jalsa hii ilileta baraka chungu mzima za Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ambaye anatuwezesha kwamba sisi kwa kuwa na vifaa vichache sisi tunafanya jalsa salana duniani kote, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mipango yote ya jalsa salana inapangwa vizuri, maandalizi yanakuwa mazuri. Sisi hatuna wazoefu wa kazi mbalimbali ambao wanao hudari na uzoefu wa kuboresha kazi kwa sababu ya kufanya kazi katika idara mbalimbali, lakini tuna wanajumuia katika khudam na katika atfal na katika atfal unsa na lajna na nasrat ambao wanajitolea kwa ajili ya jalsa salana. Miongoni wa hawa wanateuliwa kuwa viongozi, na vile vile wengine pia wanateuliwa ambao wanafanya kazi pamoja na hawa viongozi. Baadhi wakati mtu ambaye si msomi sana anateuliwa kuwa kiongozi katika hali, hata kama mtu ni daktari au ni msomi sana, yeye pia anamfuata yule mtu ambaye ni kiongozi wake ambaye si msomi sana, na tofauti haipatikani katika utii. Na hali hii ya imani inapatikana katika jumuiya Ahmadiyya pekee, na hawa wote wafanya kazi wanajitolea, wanatii kikamilifu. Si hii tu kwamba wanatii utii ya kawaida, bali wanatii kweli kweli, wanatekeleza majukumu yao vizuri. Katika siku hizi tatu za jalsa salana, hasusan kila anayejitolea yeye inaonekana kwamba ametoa mawazo ya dunia kabisa. Yeye hafikiri kuhusu dunia yake, na yeye
anafikiria kuhusu kazi ya jasasalana, na hii inakuwa hali ya kila mmoja wetu ambaye anajitolea kwa ajili ya kazi ya jasasalana. Kwa hiyo hii si kazi ya kawaida ambayo inaelekeza mioyo ya watu katika hali hii, ambayo inampatia anajitolea unyenyekevu. Hii yote ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa hatuna fadhila za Mwenyezi Mungu, basi watoto, kina mama, kina baba, kwa shauku kazi wanayofanya, hali hii haiwezi kupatikana ikiwa hakuna fadhila za Mwenyezi Mungu. Ni Mungu pekee ambaye anatia mioyoni wa hawa wote wanaojitolea kwamba nyinyi kwa ajili ya kuwahudumia wageni wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mnalazimika kujitolea, na hamtakiwi muwe na tamaa ya aina yoyote mioyoni mwenu, na mnatakiwa muzingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu na huduma ya wageni wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Basi katika hali hii, kwanza kabisa tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alitupatia vijana wanaojitolea katika hali hii. Ingawa miongoni mwa hawa wengine ni wasomi sana, lakini wao wanapoambiwa kwamba wasafishe vyoo wanasafisha, wakiambiwa wapike chakula wanapika, wakiambiwa wapakue chakula wanapakua, wanagawa chakula, wanatoa huduma zao katika kuegesha magari, vile vile katika ulinzi pia wanatoa huduma zao. Na hao wote wanafanya kazi bila kuwa na tamaa ya aina yoyote, bali kwa moyo wote wanafanya kazi. Na watoto pia wanatoa huduma zao kwa furaha sana. Watoto katika ukumbi wa jasasalana wanapowapatia wageni maji, wale watu ambao si Waislamu kwa kuona hali hii lazima wanaathirika, na wanauliza kwa kushangaa kwamba namna gani mnatia shauku hii ya huduma katika mioyo ya hawa watoto. Hazur anasema katika hali hii ya dunia, wakati Waislamu, makundi ya dini, watoto wanakwenda madarasani na kwa jina la jihadi, maulama ambao wanawafundisha vijana na watoto kuhusu jihadi kwa kutumia dhuluma, na kwa kufanya hivi wanataka kumaliza ubinadamu, wanataka kumaliza uhai wa watu. Katika hali hii vijana wa watoto na vijana wa jumuiya na watoto wa jumuiya wanafanya kazi ya kuuisha watu na kuwapatia uhai. Ikiwa pande moja kunakuwa kikao cha kuwapatia wageni chakula cha kiroho, pamoja na hii watoto na wasichana wadogo pia wanatoa huduma zao ya kuwapatia wageni maji na chakula. Na kwa kufanya hivi wao wanashiriki katika jihadi ambayo si kwa ajili ya kuwaua watu, bali jihadi hii inafanywa kwa ajili ya kuwahuisha watu na kuwapatia uhai. Na watu wengine wanaeleza hali ya mioyo yao kwamba wanasema kwamba tunapowaona watoto wanawapatia maji wageni, kwa kuona hali yao hii tunawapenda sana. Basi kwa sababu ya hii, ikiwa upande moja tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, upande mwingine tunatakiwa wale wote wanaoshiriki, wanahudhuria mkutano wa mwaka, wanatakiwa washukuru hawa wote wanaojitolea. Miongoni mwa hawa wanaojitolea ni wale ambao kwa ajili ya maandalizi ya jalsa salana wanajitolea mapema sana kabla ya jalsa. Hata baada ya kumalizika kwa jalsa, wao wanaendelea kujitolea. Hawajali kuhusu shughuli zao na kazi ya binafsi.
wala hawajali kuhusu hasara ya mali. Wengine walikutana nami waliniambia kwamba wao kwa sababu ya jalsa salana na kwa ajili ya huduma hii, ikiwa hawakupata likizo na ruhusa, waliacha kazi zao. Wala hawa watu hawajali kuhusu starehe wao na wala usingizi wao. Kwa shauku sana na kwa fikira sana wanafanya kazi kwamba sisi tunalazimika kutoa huduma zetu, na sawa na uwezo wetu tutajaribu kuboresha mipango yote ya jalsa salana. Basi na wasihi wale wote walihudhuria mkutano wa mwaka. Lakini kwanza kabla ya hawa, mimi mwenyewe binafsi, hawa wote kina mama, kina baba, wasichana, watoto na vijana, nataka kuwashukuru hawa wote ambao kwa hiari yao walijitolea na kwa shauku ya huduma walifanya kazi, hata kama ile kazi ni ndogo kiasi gani. Kazi hii kwa hakika inakuwa mahubiri ya kimya kwa ajili ya wale ambao si Waislamu. Kazi hii, huduma hii ya vijana inakuwa mahubiri, na huduma hii inakuwa njia ya kuwaongoza watu wengi. Mtu mmoja aliyekuja kutoka Marekani ambaye ni Muislamu lakini si mwanajumuiya, ni mwenyeji wa Bengali kwa kiasili kutoka Bangladesh, anasema kwamba maisha yote niliendelea kujadili na mashehe Islam tulioambiwa, na Islam ile ilitulazimisha kwamba nisiende msikitini kwa sababu Islam ile ilikuwa ya ugaidi. Mke wake ni mwanamke mwema. Mke wake akamsihi kwamba lazima ushiriki mkutano mwaka wa Jumuiya Ahmadiyya. Huyu mgeni alikuja pamoja na wageni wengine 91 walikuja kutoka Marekani. Hawa wote kwa kuona malezi ya wanajumuiya, mapenzi yao na heshima yao, kwa kuona hii yote, anasema kwa kupitia jalsa salana mimi nimerudi tena katika dini tukufu ya Islam. Siku mwisho ya jalsa salana alikuwa amekaa katika kiti, na yeye kwa sababu ya kuwa watu wengi, yeye hakutaka kwenda kwa ajili ya kula chakula. Katika hali hii kijana mmoja akamjia na akampatia chakula na maji. Kisha yule kijana akasubiri amalize kwanza chakula ili aweze kuchukua vyombo baadaye. Tukio hili lilimathiri kiasi hiki kwamba huyu mgeni akaniambia katika mulakat kwamba jalsa salala imeniachia athari nzuri sana, na hivi karibuni inshallah nitajiunga na jumuiya. Kwa hiyo hivi kwa kupitia jalsa salana mahubiri pia yanafanywa, na huduma hii ndogo ya huyu kijana ilibadilisha mawazo ya huyu mgeni. Yule kijana labda alikuwa hajui kwamba huyu mgeni ni mwanajumuiya au si mwanajumuiya, lakini huyu kijana kwa shauku sana alimhudumia huyu mgeni. Lakini huduma hii ilileta mabadiliko ya kiroho katika huyu mgeni. Vile vile wanasiasa pia, wenyeji wa eneo hili ambao wanajua tayari kuhusu huduma za jumuiya na wanakiri kwamba jumuiya inatoa huduma sana. Kila mara wao wanapohudhuria mkutano wa mwaka, wao pia wanaathirika sana kwa kuona huduma za wanajumuiya, kwamba namna gani watu wanakaa kwa utulivu sana, ingawa wanakuwa wengi sana na wanajitolea. Wao pia wanafanya kazi bila kupiga kelele. Kuna mbunge mmoja aitwe Dave Shoulder, yeye anasema leo kama ni kawaida tena nimeathirika sana
naona wanaojitolea wengi sana wanapatikana katika jalsa salana, lakini wanafanya kazi yote kwa msimamo mzuri. Anasema sawa na makadirio yangu labda watu ni zaidi ya 25,000, lakini kuendesha jalsa salana vizuri hii ni kwa sababu ya juhudi ya hawa wote wanajitolea. Kwa hiyo hawa wote wanajitolea wanaacha athari nzuri sana juu ya wageni. Kwa hivyo tunatakiwa tuwashukuru hawa wote waliotoa huduma zao. Ikiwa upande mmoja wao wanahudumia wageni, vile vile hawa wanakuwa wabashiri, na kwa kufanya hivi wanafikisha ujumbe wa jumuiya. Na wale watu wote ambao walishiriki mkutano wa mwaka wanatakiwa washukuru hawa wote walijitolea. Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha na kuzidisha huduma ya hawa vijana, na vile vile Mungu awapatie ujira mwema kwa sababu ya huduma zao. Na huduma yao hii isiwe huduma ya juu juu tu, bali Mungu aendelee kuwazidisha katika imani sana, na maisha yao yawe sawa na mafundisho dini tukufu ya Islam. Vile vile kuna wafanyakazi wa MTA wale walioshiriki mkutano wa mwaka au wenyeji wa Canada ambao hawakupata bahati ya kushiriki mkutano wa mwaka. Hawa wote wanatakiwa washukuru wafanyakazi wa MTA. Vile vile wanajumuia wanaoishi duniani kote, wao pia wanatakiwa washukuru hawa wote ambao walijitolea. Wengine ni wenyeji wa hapa na wengine walikuja kutoka makao makuu. Hawa wote wafanyakazi wa MTA kwa juhudi yao siku 3 za jalsa salana kwa bidii sana walirusha vikao vyote vya jalsa salana. Mwaka huu kama nilivyosema, kila mwaka vijana wanakuja kutoka makao makuu, lakini mwaka huu hawa vijana walikuja kutoka Uingereza walileta dishi yao kutoka kule, na kwa sababu ya hii faida kubwa ilipatikana. Na ikiwa tunakodisha dishi tunalazimika kufuata muda wao, lakini wao kwa sababu walileta dishi kutoka kule, kwa hiyo faida kubwa ilipatikana. Na vile vile tulisave kama $15,000. Basi kila aliyejitolea katika idara yoyote, kazi yoyote aliyofanya katika idara yake kwa sababu ya huduma yake, wanajumuia wanatakiwa wamshukuru. Vile vile wafanya kazi hawa pia wanatakiwa watoe shukrani na wamshukuru Mungu kwamba Mungu aliyopatia nafasi ya kutoa huduma zao. Mwenyezi Mungu anasema, nyinyi mtoe shukurani, mimi nitawazidishieni katika uwezo, na vile vile nitateremsha neema zangu juu yenu. Mungu anasema la azidannakum. Mwenyezi Mungu pamoja kwa sababu ya ahadi hii, Mungu anateremsha baraka zake chungu mzima juu ya hawa wote wanajitolea. Basi mwenendo waaminio ni kwamba wakipata ufaulu wote wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ile hali, na wakiona kuna udhaifu, makosa yamepatikana, basi kule wanatakiwa waombe rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu na wafanye istighfar kwa sababu udhaifu pia unapatikana katika kazi mbalimbali. Ikiwa wageni wamesifu kwa sababu ya huduma zao, basi wanatakiwa washukuru wageni wote, wawe wanajumuia au si wanajumuia. Kwa mfano, naeleza makosa yaliyopatikana siku ya kwanza ya jalsa salana. Wao hawakukadiria vizuri mahudhurio. Mwanzoni walisema watapika chakula kwa ajili ya watu 25, lakini wao walipika chakula kwa ajili ya watu 20,000. Kwa sababu ya hii, sawa na makadirio ya idara, watu 2,000 hawakupata chakula, na wao waliomba radhi kwa sababu ya hii.
lakini wageni hawa walikuja kwa nia ya kusikiliza jalsa salana. Ikiwa upungufu ulipatikana katika chakula siku ile au baadaye, wote waliridhika na hali hii. Hakuna hata moja alileta malalamiko. Hata hawa walirekebisha hali ya wengine pia. Mtu mmoja akaniandikia kwamba kulikuwa mstari mrefu sana kwa ajili ya kupata chakula, lakini baada ya muda mrefu, mwanzoni wote waliambiwa kwamba chakula kinakuja, lakini baada ya muda mrefu waliambiwa kwamba chakula kimekwisha. Anasema mimi nilipata hasira sana kwa sababu ya hii juu ya wale wasimamizi, lakini katika hali kijana mtu ambaye alisimama mbele yake akasema alhamdulillah, chakula kimekwisha. Nikasema wewe unasema nini? Akasema mimi nina vipande kadhaa vya chapati, jo tule pamoja kwa kutumia maji. Ikiwa tungepata chakula basi tusingeweza kutimiza sunna hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tumepata nafasi ya kutimiza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bana aliniandikia anasema kwa kuona hali hii ya huyu bana hasira yangu ilikwisha. Hata mimi niliona haya pia kwamba kwa nini nilipata hasira, na akasema kwamba Mwenyezi Mungu amempatia Sayyidina alayhi salatu wasallam watu wa sifa wa aina gani na gani. Basi usimamizi pia utakiwa uwashukuru wageni ambao wanakuwa na sifa za aina hii na hulka za aina hizi. Mwaka huu kutoka kwa wasimamizi habari hii nzuri imeonekana kwamba badala ya kuficha makosa yao, wao kwa kuzingatia na kwa kuchunguza makosa yao walieleza kwamba walikosea hapa na pale. Lakini Hazur anasema hii haitoshi, bali katika kitabu nyekundu mnatakiwa muandike makosa yote na udhaifu yote uliobaki, na siku za usoni mojaribu kuboresha hali hii. Halifa mtukufu anasema kwamba pamoja na hii sasa nieleze kwamba inaonekana kwamba sehemu hii inaweza kuwapatia nafasi kwa ajili ya watu 18,000 au 20,000, lakini sasa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya inaendelea kupanuka. Wasimamizi wanatakiwa waanze kufikiria kuhusu uwanja mkubwa zaidi, au angalau wanapotaka kunialika kwa ajili ya salana, basi katika hali hii uwanja huu ni mdogo, si mkubwa. Kwa hiyo wanatakiwa wafikirie kuhusu hii. Wasimamizi walioeleza kuhusu makosa yao, sasa mimi nataka kueleza kwa sababu nilipata malalamiko pia kutoka kwa watu kadhaa. Miongoni mwa hawa walioniandikia wanaweza kuandikia wa viongozi moja kwa moja ili waweze kuboresha kazi yao. Kwanza, udhaifu wa kwanza waliandika ni kwamba pilipili ilitiliwa nyingi sana katika chakula cha Waarabu. Anasema inatakiwa hii irekebishwe. Na vile vile walisema kwamba chakula kilipungua. Vile vile walieleza udhaifu wao kwamba chakula ilichelewa saa moja katika ukumbi wa kina baba. Hazur anasema sababu yake ni kwamba chakula kinapikwa kwa sehemu nyingine ambayo ni mbali sana, kisha gari ya chakula badala ya kuenda upande wa kina baba, gari ile ilienda upande wa kina mama. Hazur anasema ikiwa imetokea hivi basi ni sawa, kwa sababu watoto na kina mama hawatakiwi wawe na njaa. Kisha wasimamizi wanasema kwamba wale wapishi walikuwa wachache. Hazur anasema hii ni jukumu la jumuiya. Hakuna upungufu wa wapishi au wale wako tayari kujitolea, lakini wasimamizi wanatakiwa wawe na maoni haya kwamba wao wachague watu wanaokuwa na nia ya kujitolea, si wale watu ambao wanawapenda. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu wa sifa hii wengi wanapatikana katika jumuiya.
na watu waliandika kwamba walilazimika kusimama nje ya ukumbi wa jalsa salana kwa muda mrefu. Tena Hazur anasema si hii tu kwamba walilazimika kusubiri nje, hata wengine kwa sababu wagonjwa walipata usumbufu sana. Hazur anasema kabla ya jalsa salana, siku moja kabla ya jalsa salana niliuliza kwamba je, mpanga mipango mzuri pande huu na sawa na maelezo niliyopelewa ilionekana ni nzuri, lakini inatakiwa siku za usoni kazi hii pia iboreshwe zaidi. Katika Langarkhana pia kulikuwa hakuna mpango wa radio. Wale wafanyakazi ambao hawawezi kwenda kusikiliza jalsa salana, mpango unatakiwa ufanywe ili wao pia waweze kusikiliza jalsa salana. Kisha wasimamizi wanasema kwamba sauti ilikuwa haifiki vizuri katika mwisho wa ukumbi, lakini katika hotuba zangu niliambiwa wakati ule kwamba sauti ilikuwa inafika vizuri. Hazur anasema mwanzoni, sawa na maoni yangu, mwanzoni sauti ilikuwa si nzuri, lakini baadaye wasimamizi walipokumbushwa sauti ilirekebishwa. Vile vile kwa ajili ya Waarabu kulikuwa mpango wa tafsiri, lakini Waarabu walikuwa hawakuambiwa. Wengine walikutana nami walisema sisi hatukuweza kusikiliza hutuba, siku kesho yake tulijua kwamba tafsiri yake inatolewa. Hazur anasema ila hali wasimamizi wanatakiwa wawe na uzoefu kiasi hiki kwamba tangazo litolewe kwamba tafsiri katika lugha fulani na fulani linafanywa, ili waweze kuchukua, ili waweze kusikiliza tafsiri katika lugha yao. Hazur anasema sasa mimi nitaeleza maoni ya wageni, na maoni haya yanatukumbusha tena kuhusu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba namna gani Mungu anatia mioyoni mwa watu. Juhudi tunayofanya si kitu chochote mbele ya fadhila hizi za Mwenyezi Mungu. Kwanza nataka kueleza maoni ya wanajumuiya wa Arabu ambao walikuja mara ya kwanza kushiriki mkutano wa mwaka, na walipata nafasi ya kufanya uhuru. Kule wakati hali ilipokuwa si mbaya, kule pia walikuwa na marufuku, lakini tangu hali iliharibika walikuwa hawana uhuru wa kufanya ibada. Mgeni mmoja anasema ilikuwa jalsa salana yangu ya kwanza. Anasema nilipoingia katika ukumbi wa jalsa salana na nilipomwona halifa mtukufu yupo hapa, nikadhani nimeingia leo katika dini tukufu ya Islam. Anasema mabadiliko makubwa yamepatikana katika maisha yangu, na mabadiliko ni haya kwamba swala yangu imepata unyenyekevu sana. Hazur anasema kwamba haya ni mabadiliko yanatakiwa yapatikane katika kila mwanajumuiya baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema nilikuja na mgeni mmoja ambaye ni wa Canada, alikuja pamoja na mke wake. Huyu mtu alikuwa Mkristo, lakini sasa hamwamini Mungu yupo. Baada ya kushiriki jalsa salana akasema kwamba mimi katika maisha yangu sijawahi kuona hali hii ya udugu na mapenzi, wala sikawahi kusikiliza hutuba za aina hii kuhusu upendo na mapenzi. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kusikia mafundisho haya dini tukufu ya Islam. Mwenyezi Mungu ajalie ufurahi iweze kufungua moyo wake pia. Vile vile mwanajumuiya mmoja kutoka Syria, Alhaji Abdullah Saheb, anasema siku 3 za jalsa salana ilikuwa ya aina hii kwamba mimi siwezi kusahau katika maisha yangu yote. Wanajumuiya maelfu walikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema mpango wote wa jalsa salana, ukaribisho, hata kwa kuona michezo ya watoto, kufanya mipango ya aina hii ilikuwa kazi kubwa sana, na mazingira ya jalsa salana yalikuwa ya kiroho sana. Kuwaita watu maelfu na kupika chakula kwa ajili ya wageni hao wote si kazi ndogo, bali ni kazi kubwa sana. Kisha anasema hutuba zilizotolewa tafsiri yake
pia ilikuwa nzuri sana. Anasema nilimwalika mwandishi wa habari na mwislamu mwingine mmoja. Hawa wote kwa kuona mipango ya jalsa salana walishangaa sana. Hawa walipenda sana hutuba yangu ya siku ya mwisho ya jalsa salana. Kwa kuona mapenzi ya wanajumuia kwa ajili ya halifa, wao walishangaa sana. vile vile bana Abdul Qadir saheb anasema mimi mara ya kwanza nilishuhudia kwamba kazi ya jalsa salana kuwa kubwa kiasi gani, na kila anayetolea sawa nyuki bila kupiga kelele anaendelea kufanya kazi yake. Kila mmoja alikuwa nataka apewe nafasi ya kutoa huduma zake. Hasusan walipokuwa wakijua kwamba mimi ni Mwarabu, walikuwa wakinitendea vizuri sana. Kisha mwanamke mmoja anasema ingawa watu walikuwa wengi sana katika jalsa salana, lakini mipango yote ilikuwa katika utaratibu mzuri. Mimi nilihisi imani katika nyuso za watu. Huzuri anasema Mungu ajalie imani hii endelee kupatikana katika nyuso wanajumuia. Tunashukuru wale wote ambao waliofanya tafsiri ya hutuba zote na walifanya mipango yote ya jalsa salana. Kwa sababu ya jalsa salana imani yetu imeboreka sana. Kisha Bi Salma Jaburi sahaba anasema kwa kuona mpango wa jalsa salana tunaweza kusema kwamba jumuiya ni sawa na mwili, na kwa kusaidiana wanatoa huduma zao. Sisi tunashukuru watu wote waliotupatia usafiri na wao walitupeleka nyumbani kwetu. Mataifa mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, hao wote walikuwa wanafanya kazi kwa lengo moja, na lengo ilikuwa hili kwamba ujumbe wa Islam ufikishwe katika kila pembe ya dunia. Hussein Abdin sahib anasema katika jalsa salana niliokaa naona kwamba ni siku nzuri sana ya maisha yangu. Nilikuwa nikiangalia jalsa salana katika TV na nilikuwa nikifanya maombi, Mola unipatie nafasi mimi pia nihudhurie mkutano wa mwaka pamoja na halifa. Lakini ilikuwa sidhani kwamba dua yangu itakubaliwa hivi, na Mungu atanipatia zaidi kuliko ile niliyoomba kwake. Nilikuwa nimekaa karibu na jukwaa wa jalsa salana, na wakati nilipokuwa nimekaa pale nilikuwa na fikiria kuhusu shida zangu nilizozipata katika maisha yangu kule katika nchi ya Syria. Kwa kufikiria hii moyo wangu ulijaa na sifa za Mwenyezi Mungu, na nikadhani kwamba ilikuwa siku wakati nilikuwa nasumbuliwa sana, lakini leo nimekaa mbele ya halifa, na hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kuna mtu mmoja Farasa kutoka Syria anasema mimi nilihudhuria mara ya kwanza katika jalsa salana ya wanajumuia. Kwa kuona watu hawa wengi nilishangaa sana. Watu hawa wote si walikuwa wenyeji wa Canada. Hazur anasema labda yule alifasiri maoni yake ameongeza jina la neno la ugaidi. Huyu mgeni anasema hawa watu si walikuwa wenyeji wa Canada, bali walikuja katika maeneo mbalimbali ya dunia, wala walikuwa hawahusiki na taifa moja, walikuwa kutoka katika mataifa mbalimbali. Vile vile katika jalsa salana mitambo ya kisasa yalitumiwa, na vile vile kufikisha ujumbe na kutii viongozi ilikuwa nadhara ya aina yake. Kitu kilichonifurahisha zaidi ni kwamba halifa mtukufu mwenyewe alikuwepo na alitoa huduma zake, na mimi nilipata faida sana kwa kupitia hutuba za halifa. Kisha anasema kwa vyovyote Hazur anasema kwamba nimeeleza maoni ya wanajumuia hawa ambao walihudhuria mkutano mwaka. Wengine walikuwa kutoka Syria, wao kwa sababu hali ya kule walihamia hapa. Kuna maoni ya watu wengine ambao si Waislamu, nataka kueleza maoni yao, na kwa sababu ya njia hii mahubiri yanafanywa. Mgeni mmoja anasema mimi nilikuja hapa wiki 4 iliyopita
anasema yeye alisikiliza hutuba yangu ya mwisho. Anasema mimi sijawahi kusikia hutuba ya aina hii katika maisha yangu yote. kisha anasema kuhusu mimi kwamba halifa alieleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na mafundisho haya ni ya amani na usalama. Katika kila neno la halifa uhakika ulionekana. Lao kama media inaeleza habari ya ISIS, ikiwa media inaeneza habari ya halifa, basi amani itapatikana duniani. Kisha anasema kila neno la halifa ilikuwa msingi wake ulikuwa juu ya amani, na alikuwa na hamu sana ya kupata amani. Anasema mimi kadiri ya uwezo wangu nitafikisha ujumbe huu wa usalama. Huzuri anasema hivi, hao watu wanakuwa wabalozi wa jumuiya. Kuna mbunge moja Juti Saba, wengi wenyeji hapa wanamjua vizuri sana. Huyu mwanamke anasema kwamba halifa wenu aliwapatieni kazi sawa na hali, na ujumbe huu ni mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote. Na amesema mfikishe ujumbe hii katika kila pembe ya dunia, na amesema kwamba mujenge mahusiano mazuri na mataifa mbalimbali kwa kutumia tiba hii. Ikiwa nyinyi hamkufanya hivi, basi vita tatu ya dunia itatokea, na hii inaonekana wazi wazi. Azuru anasema watu wa kawaida amesema watu wa kawaida, wanasiasa wafanye kazi pamoja ili amani ipatikane duniani. Anasema sisi tunatakiwa tuwafikishie watu wote ujumbe huu ili watu wajue kwamba magaidi hawahusiki na vitendo vya magaidi, havihusiki na dini tukufu ya Islam. Hawa ni magaidi ambao kwa maslahi nafsi zao wanafedhesha wengine. Kuna mgeni moja kutoka kanisa la Seven Day Church anasema mimi leo nina furaha sana kwamba halifa mtukufu katika hutuba yake amezungumza kuhusu amani na usalama. Sasa ni muhimu kwamba watu watambue jumuiya, kazi inayofanya jumuiya, watu wajue kuhusu kazi hii ya jumuiya. Waislamu si wale ambao wanaelezwa katika media. Mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mzuri sana. Mayor wa Belize pia alikuja hapa, ambaye aliwahi kuhudhuria mkutano wa mwaka wa Uingereza. Huyu mayor anasema nimeathirika sana kwa sababu ya hutuba yako, jinsi ulioeleza hali ya mambo mbalimbali ya dunia. Kwa kusikia hutuba yako niliona kwamba halifa si mwongozo kwa ajili ya wanajumuiya, bali anaweza kuwa mwongozo kwa ajili ya dunia nzima. Yoyote aliyoeleza halifa mtukufu katika hutuba zake mimi siwezi kusahau katika maisha yangu yote. Mgeni mwingine ni mweo wa hapa, anasema anatoa ujumbe kwa ajili ya jumuiya kwamba sisi tumepata nafasi ya kupata maendeleo katika imani yetu siku hizi za jalsa salana, na tunatakiwa tuwatendee watu wote na tuwahurumie watu wote bila kujali dini yao. Tunatakiwa tukumbuke yoyote aliyofundisha halifa yenu kwamba muimarishe amani duniani. Sasa ni jukumu letu sisi sote kwamba sisi tutimize jukumu letu na tufanye kazi hii pamoja. Mgeni mmoja aliyekuja kutoka Brampton anasema katika jalsa salana nilipata ujumbe mmoja kwamba muimarishe amani duniani. Kisha mgeni mwingine anasema alisikiliza hutuba yangu ya mwisho. Anasema kwamba hutuba hii ilikuwa ya aina yake, mimi siwezi kueleza jinsi nilivyoathirika kwa kupitia hutuba hii halifa.
kuna mwanamke mwingine ambaye ni mbunge Bi Yasmin Sahiba anasema hutuba ya halifa aliyotoa katika upande wa kina mama ilikuwa nzuri sana. Hususan alisema mama anakuwa msingi wa familia nzima. Nilipenda sana hutuba yake. Mwanamke mwingine Karen anasema mimi nimehudhuria mara 9 lakini nilikuwa na hamu sana nisikilize hutuba ya halifa mtukufu. Kisha anasema mimi nilishuhudia kila mmoja alikuwa anamheshimu wenzake na kazi ya ulinzi pia ilikuwa nzuri sana na mpango wa kupaza sauti ulikuwa mzuri na tafsiri pia ilisikika vizuri. Kwa kuona headset ya tafsiri nilifurahi. Ikiwa tusingekuwa na mitambo hii ya kusikiliza tafsiri tusingepata faida na tusingeweza kusikiliza nasaha ya halifa wenu. Anasema nyinyi kila mara mnawaheshimu wageni ingawa sisi hatustahili kwamba tupate heshima hii, lakini nyinyi mnatuheshimu. Kwa kuona katika hali ya mapenzi na upendo nilishangaa sana, na mazingira ya kule ilikuwa kinyume na hali inayoelezwa katika Ulaya. Wakati wa jalsa salana wageni wote wanakuja kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanapata athari nzuri sana. Wageni walikuja kutoka nchi zingine pia na wote walipata athari nzuri sana. Hususan wageni kutoka Central Africa na kutoka South America wanakuja kuhudhuria mkutano wa mwaka wao. Wanapoona mazingira ya jalsa salana, maoni yote wanakuwa wanayo kuhusu Islam, maoni yale yanabadilika katika nchi hizi, kwa sababu mission zetu bado ni mpya. Ni jumuiya zilizopatikana katika miaka 2-3. Kwa hiyo jumuiya ni mpya, kwa hiyo tunapata shida za aina mbalimbali kwa sababu ya kuja kwa viongozi mbalimbali kutoka katika maeneo haya. Na kwa kushuhudia uhakika sisi tunapata urahisi wa kufanya kazi kule, na wao kisha wanaanza kutusaidia. Wengi kutoka katika maeneo haya wanakuja kuhudhuria mkutano wa Uingereza, lakini wengine walikuja hapa pia. Basi jalsa salana inatufungulia njia ya mahubiri. Basi ikiwa jalsa salana inafanya mpango wa chakula cha kiroho kwa ajili ya wanajumuiya, vile vile inakuwa sababu ya kutambulisha kuhusu jumuiya, na vile vile inakuwa sababu ya kujenga mahusiano mazuri. Na Islam inajua kuhusu picha sahihi ya dini tukufu ya Islam tangu muda fulani, hali za nchi za Waislamu, na kwa sababu ya hali ya ile hali dunia inayopatikana siku hizi, media pia imeanza kuelekea upande wa jumuiya kwa kuona hali ile ya dunia. Hii yote ni fadhila za Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu aliwaelekeza. Zamani tulikuwa tukiwaita walikuwa hawaji, lakini sasa Mungu amewaelekeza mwenyewe. Vile vile vijana wetu pia wamefanya kazi nzuri sana, ambao wamejenga mahusiano mazuri na mitambo ya kupaza sauti, na walifanya kazi hii kubwa sana. Timu ya Canada pia ambamo ndani yake ni vijana, wao walijenga mahusiano mazuri na press na media. Nilikuwa si dhani kwamba katika Canada pia vijana wetu wao wamejenga mahusiano mazuri kiasi hiki na media, lakini baada ya kuja hapa mimi nilishuhudia kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mashallah, hawa vijana wanafanya kazi kwa bidii sana. Wengi vijana niliwaona walikuwa wanafanya kazi kwa bidii sana. Kwa hii pia ni mahubiri kwa kupitia
mitambo hii vijana wetu wanafanya. Hawa vijana wana shauku sana. Wengine waliendelea kuwasiliana na magazeti makubwa na channel mbalimbali ya TV, na channel zingine zilionyesha shauku, lakini zingine zilisema kwamba sisi hatuhusiki na dini, kwa hiyo hatutaonyesha habari yenu ya jalsa wala hatutaonyesha habari ya halifa wenu, sisi hatujali kuhusu hii. Na kwa kusikia majibu haya, wao vijana wengine walivunjika moyo, lakini Mungu alifanya mpango wa kuimarisha imani yao, na alifanya mpango wa kuimarisha imani yao. Kwa mfano, katika gazeti moja, katika channel moja, wao walipowasiliana na wasimamizi wao hawakuonyesha shauku ya kueneza habari. Labda huyu mgeni ya Syria aliyesema, labda ilikuwa timu ya huyu kijana alikuwa akitaka kwamba huyu lazima alete mwakilishi wake katika jalsa salana ili taifa liweze kupata ujumbe sahihi wa dini tukufu ya Islam. Kama niliyosema kwamba Mungu mwenyewe anafanya kazi zetu. Channel ile ya TV walitaka kupiga picha au kufanya film kuhusu wahamiaji wa Syria. Walitoka kwa ajili ya kutafuta watu wa Syria. Mungu alipanga hivi kwamba yeye alipowasiliana na watu wa Syria wote walikuwa na jumuiya wao, wakasema kwamba sisi tunafanya mkutano wetu wa mwaka, uje kule, wewe utajua kila kitu kule. Kwa hiyo media ile iliyowahi kukataa ililazimika kuja kule ili waweze kutengeneza filamu yao. Kwa hivi Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mpango wa kutambulisha jumuiya kwa njia yoyote. Na kwa kupitia media jumuiya inaendelea kutambulika duniani kote. Wanajumuiya ambao wanaojitolea katika kazi hii, wao nawasihi kwa juhudi sana na kwa bidii sana waendelee kuboresha kazi hii zaidi. Na kumbukeni kwamba ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambazo zinakuwa pamoja nasi, na tunatakiwa tuendelee kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Watu wa media kutoka magazeti, TV na radio, siku ya kwanza ya jalsa salana walikuja na ilikuwa press conference. Walitaka kufanya interview, na ule mpango pia ulipata umashuhuri sana, na Islam ilijulikana kwa kupitia interview ile, na mafundisho ya Islam yalielezwa. Niliwafikishia ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninakuwa na juhudi kwamba kwa njia yoyote niweze kuthibitisha kwamba mambo haya yote yanapatikana duniani ni bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili watu wajue kuhusu ukweli wa Islam. Media iliyotoa coverage mukhtasari wake ni hii kwamba magazeti matatu ya Canada, Toronto Star, Globe and Mail, National Post, magazeti haya matatu yalitoa habari za jalsa salana. Watu 239 walipata ujumbe kwa kupitia magazeti haya. Zaidi ya magazeti haya, magazeti 25 yalitoa habari, na watu zaidi ya 500 walipata ujumbe. Urdu, Hispani, Bengali na katika lugha zingine pia habari zilitolewa, na watu zaidi ya 300,000 walipata ujumbe. Radio station kubwa ya Canada 680 News, kwa kupitia radio station hii pia watu 2.5 walipata ujumbe wa Islam. Kwa kupitia Twitter, Instagram, Facebook, kwa kupitia mitambo hii pia
milioni 2 walipata ujumbe. TV, Global TV, City TV, Rogers TV, CBC takriban channels 16 zilitoa habari ya jalsa salana. Kwa kupitia channel hizi milioni 2.5 watu walipata ujumbe, Urdu, Punjabi, Ghanaian na katika lugha zingine pia. Habari ya jalsa salana ilitolewa na watu 100,000 walipata ujumbe kwa jumla. Kwa kupitia TV wanasema milioni 6.6 walipata ujumbe, na kwa kupitia magazeti milioni 2.8, kwa kupitia radio milioni 3.5, kwa kupitia social media milioni 2.5 walipata ujumbe. Kwa jumla milioni 16 ni watu ambao walipata ujumbe wa Islam. Sisi tukipiga makadirio, angalau watu milioni 10 walipata ujumbe kwa kupitia mitambo hii yote. Habari nilizozisoma mimi mwenyewe au nilizosikia, hawa wote kwa imani sana walitoa habari yetu, na walitoa habari ya jalsa salana, na walieleza mafundisho yetu. Basi hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu ambayo mwenyewe anaendelea kufanya, na jumuiya inaendelea kutambulika. Lakini pamoja na hii, hali hii inatuelekeza upande huu kwamba sisi tusifurahi kwa sababu ya maendeleo haya, bali tuimarishe hali yetu ya kiimani na tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, na tuone kila kitu ambacho ni mbaya mbele ya Mwenyezi Mungu ni mbaya, na kila kazi Mungu amesema tufanye lazima tufanye. Ikiwa Mungu anatupatia nafasi ya kutoa huduma zetu, basi tuone kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Wasimamizi wote na wengine wanaojitolea, hawa wote wafanye juhudi ya kutekeleza majukumu yao kwa kufuata ucha Mungu. Wahudhuriaji wote wa jalsa salana pia wachunguze hali zao. Je, sisi yoyote tuliyosikia katika jalsa salana tumeanza kufuata katika maisha yetu au la? Vile vile mchunguze hii pia, namna gani tunaweza kuendelea kufanya mema, na kwa ajili yake tutaendelea kufanya juhudi. Hii ni shukurani ya Mwenyezi Mungu kweli kweli. Basi mchunguze, muzingatie kila wakati jambo hili. Hiki ni kitu ambacho kwa kuona kitu hiki Mungu anaendelea kuteremsha baraka zake zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu amwezeshe kila mwanajumuiya aweze kufuata nasaha hizi, kwamba kila mmoja aweze kutambua Mwenyezi Mungu na aweze kufuata mafundisho yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.